السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwata alkiram, katika mwendelezo wa silsila ya durus zetu za Siratun Nabawiyya, darasa iliyopita tulizungumzia ndoa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mama yetu Khadija radhiyallahu anha, na tukataja jinsi alivyokuwa akimpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam Khadija na kumwenzi na kuihifadhi hadhi yake hata baada ya kufa mama yetu Khadija radhiyallahu anha. Na hii ndiyo ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka kwa ashabu wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwasahau hata baada ya kufa kwao. Hata kabla ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kufanya nini? Alikuwa ni mwenye kuwazuru masahaba ambao kwamba walipata shahada na kuuawa katika vita vya Uhud. Alipojua Mtume sallallahu alayhi wasallam hayuko mbali, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kuwafanyia ziara, na katika maneno yao akisema karibuni tutakuwa ni wenye kuonana. Hii onyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwatamani masahaba wake, na ndiyo mahusiano ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kila alosimama na yeye katika hali ambayo kwamba ilikuwa mzito. Mahusiano baina yake na wale ambao kwamba walisimama na yeye alayhi salatu wasalam yalikuwa yana nguvu mno, hata baada ya hawa watu kuondoka katika huu ulimwengu. Ikhwata alkiram, pamoja na yote hayo, Khadija radhiyallahu anha nafasi yake ilikuwa katika ngazi tofauti, ilikuwa katika sehemu ya juu. Na iko riwaya, kuna wakati Jibril alayhi salam aliwahi kushuka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akawa ni mwenye kumwambia ya kuwa yuakujia wewe Khadija akiwa ni mwenye kukubebea chakula. Yani Khadija hajamfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Jibril yuampatia habari Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa Khadija yuakujilia wewe akiwa amekubebea chakula. Basi atakapofika, Jibril alayhi salam yusema atakapofika mwambie Allah subhanahu wa ta'ala yuampa yeye salamu. Khotal kiram, kuna watu lau watakuwa ni wenye kututumania salamu, huwa ni jambo kubwa kwetu sisi, na kila mmoja kwa sehemu yake ambayo kwamba yuaipatia hadhi. Kijana ambaye kwamba ni msomi katika madaris zetu hizi, mwenyewe yuasoma hapa na kufanya bidii, kisha awe ni mwenye kupata salamu kutoka kwa msomi fulani ambaye kwamba ni msomi mkubwa, ya kuwa huyu msomi ametumana salamu khas zake yeye, atakuwa ni mwenye kufurahi. Na kwa yule ambaye kwamba thamani yake iko katika mali, iko katika utajiri, basi akipewa salamu kutoka kwa mwanabiashara mkubwa anakuwa ni mwenye kufurahi. Sasa hapa levels ziko tofauti, ndugu zanguni Waislam. Khadija radhiyallahu anha
aletewa salamu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa ni mwenye kuongeza Jibril kuwa na vile vile baada ya kumpatia salamu za Allah subhanahu wa ta'ala, mpe na yeye salamu kutoka kwangu, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kutoka kwa Jibril alayhi salam. Hii ndiyo maqam ya mama yetu Khadija radhiyallahu anha. Kisha Jibril alayhi salam akawa ni mwenye kuacha bishara, akasema mpe bishara ya jumba kubwa zuri ambalo kwamba liko ndani ya janna, Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka kwa ajili yake. Na Khadija radhiyallahu anha ni mmoja katika wanawake 4 bora waliowahi kuishi katika ulimwengu huu, na kama tulivyotaja katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kwamba ndani yake sisi tuusoma Uislamu wetu, kuna umuhimu mkubwa wa kujua details za ndani kwa wale waliomzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo kumfahamu mtu, wafahamu rafiki yake alikuwa nani, wafahamu mwanawe alikuwa nani, mkewe alikuwa nani, alikuwa na tabia gani, alikuwa na ubora gani. Na hii yote yatusaidia sisi katika kumjua zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam hajamjua yoyote alaihi salatu wasalam isipokuwa atakuwa ni mwenye kumpenda. Hajamtambua yoyote kwa undani alaihi salatu wasalam isipokuwa ataishia kuwa impressed na yeye, ataishia kumheshimu yeye, ataishia kumpenda yeye na kujifakhiri kuwa katika wanaomfuata yeye. Kwa hiyo Khadija, kama alivyotaja hadithi ambayo kwamba amepokea Anas bin Malik iliyoko katika sahihi ya Ibn Hibban, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kusema khairu nisaul alamin, wanawake bora zaidi katika ulimwengu mzima, katika waliopita na watakaokuja mbeleni, wanawake bora zaidi Maryam bint Imran. Wa kwanza ni Maryam bint Imran, wa Khadija bint Khuwailid, na Khadija bint Khuwailid, wa Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa Asiya imra'atu Fir'aun, Asiya bint Muzahib. Kwa hiyo mbora wao zaidi baina ya wanawake ni Maryam alayha salam, na kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema azza wa jalla, wa idh qalat almalaika, aliposema malaika, ya Maryam inna Allah astafaki, ewe Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua wewe, watahharaki, na akakusafisha wewe, wastafaki ala nisa'il alamin, na akakuchagua akakupatia cheo juu ya wanawake wa ulimwengu mzima. Wa pili ni Khadija radhiyallahu anha, wa tatu ni Fatima binti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wa nne ni Asiya bint Muzahib ambaye kwamba alikuwa mke wa Firaun alayhi laana. Kwa hiyo hata leo tunapoangalia wanawake, tunapowafunza mabanati zetu, tunapoelekeza wake zetu, basi tuwaelekeze kwa njia ambayo kwamba tuwawekea hii ndiyo standard yao, kwa sababu leo imekosa kuwekwa ile mifano ambayo kwamba ni bora, na katika nafasi yake kukawekwa mifano ambayo kwamba ni miovu. Utaona leo mabanati zetu, kwa sababu hawajajua, hawajakuwa familiarized, hawajaelezwa na wakae kwa karibu na wale ambao kwamba wawahusu wao, mwishowe wameishia kuchukua mifano ambayo kwamba si mizuri na si katika wao.
Kwa tunapowapatia mifano na tunapoelekeza wake zetu, mabanati zetu na madada zetu, basi tuwaelekeze kwa kipimo kama hichi. Wamjue Maryam alayha salam, wamjue Khadija radhiyallahu anha, wamjue Fatima radhiyallahu anha, na wamjue Asiya bint Muzahib alayha salam. Kwa hiyo utaona wote hawa wanne walikuwa na uhusiano kwa njia moja au nyingine na nabii katika anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ndani yake mzazi wa nabii, ndani yake mlezi wa nabii. Maryam alayha salam alimzaa nabii Allah Isa alayhi salam, na Asiya radhiyallahu anha alikuwa ni mwenye kumlea Musa alayhi salam, sababu Musa alayhi salam alikuwa ni mwenye kuzaliwa katika wakati ambao kwamba watoto wa kiume katika Banu Israil walikuwa ni wenye kuchinjwa. Firaun alayhi laana amepata ndoto na akatafsiriwa na wafasiri wake wa ndoto ya kuwa kuna kijana atatokamana na Banu Israil na atakuwa ni mwenye kufanya nini? Kuuteketeza na kuuangusha ufalme wako. Kwa hiyo katika hali ya desperation, katika hali ya kushtuka, kwa sababu katika watawala hakuna jambo kubwa kama wao kushikilia katika utawala wao, hasa katika madhalim, kwa sababu ile ndio salama yao, ile ndio nguvu yao. Akawa ni mwenye kuagiza ya kuwa watoto wa Banu Israil wa kiume watakaozaliwa wawe wenye kufanya nini? Wawe ni wenye kuchinjwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala huwa khairul makirin. Kama mtu atakuwa ni mwenye kupanga mipango, basi mipango kama ile akaipanga dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mipango yake itakuwa ni yenye kufeli. Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia yule mtoto ambaye kwamba ndiyo huyo mmoja atakuwa ni mwenye kulelewa katika nyumba yake, na alomchukua na kumlea ni mkewe Firaun. Aliposema waqalat imra'atu Firaun qurratu aynin li wa lak, kitulizo cha jicho kwangu mimi na kwako wewe. La taqtuluhu, usimuue. Asa an yanfa'na, huenda akawa ni mwenye kutunufaisha. Au natakhidhahu walada, au tukawa mwenye kumchukua kama mtoto. Wahum la yash'urun, na wao hawajui. Hii ni katika plani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kija kwa Khadija alayha salam, alikuwa mke wa nabii, na Fatima radhiyallahu anha alikuwa binti wa nabii. Kwa hiyo wote walikuwa uhusiano na imma nabii katika anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kidogo leo katika maisha ya ndoa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna masuala muhimu ambayo kwamba yatakaniwa tuyafahamu kwa uzuri sisi kama Waislamu, kwa sababu katika sehemu ya wanaovamia Uislamu baina ya aadaul Islam hutumia ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maisha ya ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama njia ya kuingilia Uislamu kwa ujumla. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna ndoa yake kwa Aisha radhiallahu anha, na wakizungumzia juu ya umri wake, na kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa wake 10, na kuna ndoa yake kwa Zainab binti Jahsh na mambo kama haya. Kwetu sisi kama umma wa Kiislamu haitakaniwi iwe ni vitu ambavyo kwamba vitachukuliwa viekwe chini ya busati, watu waka avoid kutoyazungumzia, bali yatakaniwa sisi tuyafahamu na tuwe ni wenye kuyaeleza kwa uzuri na kusimamisha hujja pale wakati inapotakaniwa kuutetea Uislamu, na si vitu ambavyo kwamba yatakaniwa Waislamu wavione haya, kwa sababu wallah ikhwata alkiram, Allah subhanahu wa ta'ala hajatuaibisha katika Uislamu wetu, wala hajatuaibisha kwa mtume wake alayhi salatu wassalam.
na hakuna wema kama wema aliopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna uzuri kama uzuri aliopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna tabia mzuri kama aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko juu ya tabia njema. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Kwa hiyo kila aspect ya maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni aspect ambayo kwamba iko na perfection ndani yake. Kwa tukija katika sehemu ya kwanza ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufikia umri wa miaka 25 ameishi baina ya mujtama ambao kwamba ndani yake zinaa ni jambo la kawaida. Uzinifu umeenea. Uzinifu si news za kushtua, si habari za kushtua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka amefikia umri wa miaka 25 hakuwahi kuwa karibu, wacha kujihusisha na zina. Hakuwahi kuwa karibu. Baina ya mujtama kama huu ambao kwamba umechafuka. Iko hadith katika Bukhari ya Aisha radhiallahu anha akizungumzia mahusiano yaliyokuwa baina ya mwanamume na mwanamke baina yao kabla ya Uislamu. Hebu tupitie haya mahusiano alafu tuangalie, tutakhayal likuwa ni mujtama ambao kwamba uko katika hali namna gani. Ama kuna mahusiano ya kwanza nayo ni ndoa ya kimila. Yani katika mila zao kwaweza ukampenda mwanamke basi ukawa mwenye kufuata katika mila zao na ukawa ni mwenye kumuoa. Ndoa ya kimila ambayo haina aibu yoyote. Ama ya pili ni madanguro yalikuwa halal na kawaida baina yao. Kulikuwa na madanguro, brothels, nyumba za zinaa, au kwa mfano wa leo hii zinazoitwa hizi guest houses. Sasa zile moja kwa moja ni nyumba za zinaa ambazo ndani yake kuna wanawake na zina bendera kama viashirio kwa yule ambaye kwamba itakuwa yuataka. Ukipita mwenyewe kama uko katika kufuata hawa za nafsi zako na gharaiz zako, basi ukapita pita mitaa ukaona jumba lile na bendera ile, wajua wazi hili ni danguro. Na ikawa ni kawaida baina yao, wala haikuwa ati ni jambo la aibu, wala haikuwa ni jambo ambalo kwamba la tuhumiwa la shutumiwa, ni jambo la kawaida. Mtu akaenda katekeleza haja zake na katoka akaendelea na shughuli zake. Vile vile mwanamke alikuwa aweza kazini na wanaume tofauti tofauti mpaka kufikia wanaume 10 labda. Kisha lao atakuwa ni mwenye kupata ujauzito, anakuwa ni mwenye kuwaita pamoja wale wanaume 10 na akachagua baina yao na akasema wewe ndio babake huyu mtoto. Bas khalas, imeisha hapo habari. Anzini nao wote alafu yuwaleta pamoja, yuangalia baina yao, kisha yuachagua, sema wewe ndio babake huyu mtoto. Ama mahusiano mengine yaliyokuwa ni mume alikuwa yuweza akamruhusu mkewe akenda kazini na mtu fulani ambaye kwamba yuatoka katika lineage ambayo kwamba ni tukufu, baina ya familia ambayo kwamba ni tukufu, au baina ya familia ambayo kwamba ina hadhi, akamruhusu mkewe, yani mume akamruhusu mkewe aende kazini ili wapate mtoto ambaye kwamba yotokamana na ile lineage ambayo kwamba, au kile kizazi ambacho kwamba ni cha hadhi, ni cha heshima. Haya ndiyo yalikuwa maisha yao. Hebu tuambizane, ilikuwa ni maisha machafu kiasi gani katika mujtama? Likuwa ni muozo wa hali gani iliyokuwa baina yao? Na baina ya maisha kama haya
baina ya wimbi zito hili la zinaa lililozunguka jamii ya Makuraish, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi mpaka amefikia umri wa miaka 25. Hakuwahi kuingia katika masuala ya zinaa, hakuwahi kuyakaribia alayhi salatu wassalam. Hii ni nukta ya kwanza ya kuonyesha tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa tabia ya aina gani. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam umri wa miaka 25 amekuja yuaingia katika ndoa na mwanamke ambaye kwamba ni mjane alomzidi miaka 15. Huyu mke mama yetu Khadija radhiallahu anha ana miaka 40. Mtume sallallahu alaihi wasallam kijana, hajawahi kuingia katika ndoa, ana miaka 25. Na alayhi salatu wassalam ametoka katika familia ambayo kwamba ni familia yenye kuheshimika, familia tukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatokana na Banu Hashim. Mtume sallallahu alaihi wasallam mababu zake ni wale ambao kwamba wamekichimbua kisima cha Zamzam. Mtume sallallahu alaihi wasallam babake ni Abdullah, mtoto wa Abdul Muttalib, ambaye kwamba aliokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ngamia 100. Ni familia ambayo kwamba ina heshima kubwa katika mujtama wa Makka. Lau Mtume sallallahu alaihi wasallam angetaka kuchagua mwanamke yoyote mrembo mdogo, basi angepata anayemtaka katika mji wa Makka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuoa Khadija na amekaa naye, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kuoa na baada ya kufa Khadija radhiallahu anha, amekaa naye umri wote huo mpaka amefikia miaka 50, wala haonekaniwi ni mtu ana mipango ya kutaka kuongeza mke mwingine, sababu ni ndoa ambayo kwamba imejaa rahma, mahaba baina yao, wametulizana, wamependana, mpaka Khadija yuaja yuafariki. Na ilikuwa pigo kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka katika kutulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na pigo hili, na vile vile ikafuata kuondokewa na ammi yake Abu Talib. Mtume sallallahu alaihi wasallam ampewa tripu, na tripu yenyewe haikuwa tu ya kawaida, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa usiku mmoja ametolewa Baitullahil Haram mpaka akafikishwa Baitul Maqdis, na kutokamana na Baitul Maqdis pale ameswalisha anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala yuampatia pozo mjumbe wake kwa lile pigo ambalo kwamba amelipata la kimaisha. Kuondokewa ni uchungu, kuondokewa ni huzuni ya hali ya juu, na hii huzuni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni huzuni isiyo na mfano, ikhwatal kiram. Na baada ya hapo akatolewa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika mbingu ya 7. Kwa hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mkewe Khadija, na mpaka ameondoka Khadija radhiallahu anha, ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yuamuoa Aisha. Ukija ukifuatilia hivi, haiwezekani ikawa hii ni tabia ya mtu ambaye kwamba yuatuhumiwa ya kuwa yeye ni mtu mwenye kupenda wanawake. Insha Allah katika darsa inayokuja tutakuwa ni wenye kuzungumzia hujja juu ya ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Aisha, hujja ambayo kwamba yasimama kisawasawa, hujja msingi. Sababu kuna hoja ambayo kwamba ni msingi, alafu kuna maelezo mtu yuweza akaongezea. Kwa sababu kwa mfano nitatoa ndoa ya Aisha
Ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Aisha ilikuwa ndoa ambayo kwamba imeamrishwa kupitia wahyi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amchumbie kisha kumwoa Aisha. Na vita vikubwa vinavyoletwa na waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kujaribu kuonyesha ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii hoja yake yaja kupitia zile hoja alizosimamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mojawapo, leteni sura moja kwa mfano wa yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leteni hata kama ni aya moja ambayo kwamba mtu ataisoma itakuwa yakaa sawa na Qur'an, kumbe ni mtu amekuwa ni mwenye kutunga maneno kama yale. Na saidianeni mnavyotaka pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kama nyinyi wa kweli. Wa in lam taf'alu wala taf'alu, na msipoweza kufanya wala qattu hamtoweza kufanya, fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lilkafirin, uogopeni moto na mumsadikishe huyu bwana na mumfuate huyu bwana. Uogopeni moto ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya kuni zake ni watu na mawe, umetayarishiwa kwa wale ambao kwamba wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa hiyo tutaongeza katika maelezo, lakini kuna hoja ambazo kwamba ni za kimsingi, kwa sababu mtu akifuata ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam halengi ndoa yake, yuafanya yaitwa character assassination. Ujumbe unapomshinda mtu, huwa mtu yuajaribu kufanya nini? Kumtoa au kumpaka vibaya yule mtu ambaye kwamba amebeba ujumbe, ili awaambie watu huyu bwana hata hamfai hata kumsikiliza mwanzo, kwa sababu yeye ni kadha wa kadha wa kadha, hafai huyu mtu hata msimsikilize. Kwa hiyo tatizo kubwa liko katika ujumbe aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hawa watu wakawa ni wenye kujaribu kufanya character assassination ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mojawapo ndio hii, wakawa wenye kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni humanizer, wa naudhu billahi min dhalik. Na sisi tuko mbali kabisa na maneno ambayo kwamba wanakuwa ni wenye kuzua juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alayhi salatu wasalam yuko mbali kabisa na tabia zozote chafu, bali yuko juu ya tabia ambazo kwamba ni mzuri, anakuwa ni mwenye kuzitawala. Kwa mwenye kufungia hapa, tuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kutujalie sote min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairal jazaa.